Bwana, kuelekea mchezo wa kimataifa wa Young Africans siku ya Jumamosi dhidi ya FAR Rabat, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa kwa ukubwa sana, hasa baada ya michezo miwili ya ligi kwa maana ya KMC na Mtibwa ya mwisho kabisa kabla ya kuelekea kwenye mchezo ule wa Jumamosi, ni kiwango cha utimamu wa mwili wa wachezaji wa Young Africans. Kuna baadhi ya mashabiki ama sehemu fulani wakiwa pia wamefika mbali zaidi na kuweka bayana kwamba pengine kuna shaka hasa kuhusu ufanisi wa kazi ambayo mwalimu wa viungo wa Young Africans anaifanya katika kikosi chao. Sasa ukijaribu kutizama timeline namna ilivyokwenda kutokea kwenye ile michezo miwili ambayo wameicheza Young Africans, ambayo ilikuwa inaonekana kama vile kama wangeenda na kiwango kile cha utimamu kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, mwafaka usingeweza kuwa mzuri kwa upande wao. Ghafla katika mchezo wa Jumamosi tunakwenda kuona level nyingine ya Young Africans, wanapata alama tatu, hawaruhusu bao, wanakuwa wamebadilika kabisa. Sasa mimi nataka tuangalie hapa ni nini hasa ambacho Young Africans wamekifanya ndani ya hii wiki moja na nusu ya kimataifa mpaka kuelekea katika mchezo wa Jumamosi. Kwanza niweke bayana kitu kimoja, kuna fitness za aina mbili. Linapokuja swala la physical fitness ama inapozungumziwa issue ya physical fitness, ni vitu viwili ambavyo vinakuwa vinabainishwa. Kuna utimamu wa mchezaji mmoja mmoja, conditioning, na hichi ndicho ambacho kweli kilikuwa kina changamoto kwa upande wa Young Africans. Yaani kwamba ukijaribu kuwatizama na hata ukirejea mchezo wao wa mwisho wa kimataifa kabla ya huu dhidi ya FAR Rabat, kwenye ule mchezo wa pili dhidi ya Silver Strikers, hichi kitu kilikuwa kinaonekana kipo wazi kabisa kwamba kiwango cha utimamu cha mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Young Africans haikuwa katika level ambayo mchezaji anatakiwa kuwa nayo kwa ajili ya kushindana kwenye michezo mikubwa ya kimataifa. Lakini ghafla kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, hii haikuonekana tena kuwa ni issue, haikuonekana tena kuwa ni topic, licha ya kwamba tangu mchezo dhidi ya Silver Strikers kwenye michezo miwili pia ya ligi iliyofuata hapa katikati, bado level ya utimamu ambayo Young Africans walikuwa wanaionyesha uwanjani haikuwa katika daraja ambalo linatakiwa. Sasa basi, nini ambacho kimebadilika? Nilibainisha hapa mwanzo kwamba kuna fitness za aina mbili. Kuna conditioning ama kuna physical fitness ya mchezaji mmoja mmoja ambayo bado ilikuwa inaonekana ni changamoto, lakini kitu ambacho amekwenda kukifanya Pedro Goncalves ni kujaribu kutengeneza kitu kinaitwa collective fitness. Collective fitness inatengenezwa kwenye mazingira ya aina mbili: muundo na umbali baina ya wachezaji, structure na distance ambayo wachezaji wanatengenezewa, ili kuweza kuhakikisha kwamba lile wese lao dogo walilonalo ama ile level ya fitness ambayo wako nayo, ambayo haijapika katika kiwango ambacho kinatakiwa, waweze kuhakikisha kwamba wanaikamua kwa 100% na inakwenda kuwapa kile ambacho wanakitaka. Sasa basi, hapa tuelewane kitu kimoja. Young Africans ukijaribu kuwatizama katika mchezo dhidi ya FAR Rabat siku ya Jumamosi, walipokuwa na mpira, viungo walikuwa hawakai mbali na mabeki, washambuliaji walikuwa hawakai mbali na viungo. Yaani umbali baina ya hii mistari mitatu ulikuwa kuna muda haufiki hata mita 30 walipokuwa na mpira. Young Africans walikuwa wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba hakuna umbali baina yao, lakini hii ilikuwa ina apply pia hata kwenye nyakati ambayo Young Africans walikuwa hawana mpira. Pengine kuna muda ambao FAR Rabat hasa kwenye kipindi cha pili walikuwa wanajaribu kuuleta mchezo kwa Young Africans. Young Africans bila mpira walihakikisha umbali baina ya Job pamoja na Baka mpaka kwa Prince Dube kule mbele hauzidi mita 30. Very compact. Muundo, mnapokuwa na mpira na mnapokuwa hamna mpira, kadiri mnavozidi kuweka mistari yenu karibu, maana yake mnakuwa kwenye mazingira ya kuweza kuitunza zaidi nishati yenu, lakini pia mnakuwa na uwezo wa kudumu zaidi kwenye mchezo kwa nishati ambayo mlikuwa mmeanza nayo mwanzo, kwa sababu hamkimbii ovyo, muundo haukatiki, hamuachani umbali mkubwa, hamchoshani. Kila kitu kinafanywa katika utaratibu ambao unawaeka karibu. Kwenye kipindi cha kwanza, kama mtu alikuwa anafuatilia vizuri ile mechi ya Jumamosi, wakati Job pamoja na Baka walikuwa wanaanza build up ama walipokuwa na ule mpira miongoni mwao, kuna muda kwa pamoja Max ambaye ndo namba 10 pamoja na Pacome walikuwa wanakuja karibu kabisa na kina Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya, walikuwa wanakuja chini kabisa
Ile yote ni kujaribu kuifanya timu iweze kucheza, iweze kusogea bila ya kuwachosha viungo, bila ya kutengeneza umbali mkubwa ambao utamlazimisha mchezaji mmoja mmoja atumie nguvu kupita kiasi. Lakini kama ulikuwa unaangalia vizuri pia fullbacks wa Young Africans, Israel Mwenda pamoja na Mohamed Hussein, nao pia walikuwa hawafungi tu safari kila wakati kwenye overlap. Walikuwa hawakifanyi sana hicho kitu kiukweli. Na wao ulikuwa unaona walikuwa na hold position, walikuwa na discipline zaidi kwenye matumizi ya nguvu yao na kwenye kuchagua nyakati sahihi za kutambuka na nyakati za kuwa karibu na mabeki wao katikati kwenye ule mstari wao wa watu wanne kule nyuma. Lakini hata walipokuwa hawana mpira, hasa baada ya ile goli kupatikana, Young Africans wakawa wameamua kufunga njia katikati, wakawa wameamua kuzuia collectively. Hakuna mtu kukimbia ovyo ovyo, haachwi mtu akimbie peke yake pasi na muundo kumsapoti na kumweka karibu. Na kwa kiasi kikubwa sana ukijaribu kutizama Young Africans kwenye ule mchezo, hata kwenye nyakati ambazo walikuwa wanajaribu kwenda kukabia juu, kuna baadhi ya triggers walikuwa wanaziangalia. Walikuwa hawaendi tu kukabia juu, walikuwa wanakabia juu kwenye nyakati ambazo goalkeeper wa FAR Rabat alikuwa anarudishiwa mpira, hiyo ya kwanza. Lakini nyakati nyingine kubwa ambayo walikuwa wanaiamua kwenda kupress ni kwenye nyakati ambayo namba 6 wa FAR Rabat Mohamed Rimat alikuwa anaupokea mpira kwenye half turn. Alikuwa anapokea mpira goli la timu pinzani, goli la Young Africans akiwa amelipa mgongo. Ile ilikuwa ni pressing trigger. Kwa hiyo hata kwenye mazingira ya namna ambavyo Yanga walikuwa wanajaribu kwenda kuweka shinikizo kwenye eneo la FAR Rabat, ni kwamba walikuwa wanachagua nyakati, walikuwa wanachagua moment za kwenda kufanya hivyo. Walikuwa hawafanyi tu pressing kitimu ile pamoja kila wakati, no. Na hicho ndicho ambacho kimeweza kuwasaidia Young Africans wakatunza nishati yao kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kitu kingine muhimu sana, Young Africans, kitendo cha kuweza kukaa na ule mpira kwa muda mrefu, yani umiliki wa Young Africans kuwa mkubwa kwa sehemu kubwa ya mchezo, ni kitu ambacho pia kiliwasaidia sana kutunza nishati. Asikwambie mtu, hakuna kitu ambacho kinachosha kama kukaba. Yani ukitaka kuchoka kwa haraka, mruhusu mpinzani wako awe na mpira kwa muda mrefu. Nishati yako yote, kama hujaandaa vizuri utimamu wako, unaweza ukaimaliza ndani ya dakika 50 mpaka 60 tu. Lakini Young Africans, kitendo cha kwamba ule mchezo wao waliushika zaidi, waliucontrol zaidi, manake hawakuwa na haja ya kutumia nguvu. Walikuwa wanatunza nishati yao kwa kukaa zaidi na mpira. FAR Rabat ambao ndo walikuwa hawana mpira kwa kiasi kikubwa, wao ndo walikuwa wanalazimika kutumia nguvu nyingi zaidi. Wao ndo walikuwa wanalazimika kutumia nishati nyingi zaidi kuhakikisha wanaurudisha mpira kwenye himaya yao. Na hichi ndicho ambacho kimeweza kumfanya mpaka Mudathir Yahya ambaye ametoa assist, alikuwa na game nzuri sana kwa dakika ambazo amecheza, takriban dakika 60. Lakini Mudathir alikuwa anaumwa, na hichi ni kitu ambacho hata baada ya mechi alikuja kukibainisha yeye mwenyewe. Sasa tujiulize, mchezaji ambaye alikuwa anaumwa anawezaje kutoa performance ile kwenye mechi? Kama Young Africans wasingetengenezewa utaratibu mzuri na Pedro Goncalves, wasingetengenezewa muundo ambao ulikuwa unaweka karibu, wasingetengenezewa mazingira ya kuchagua nyakati za kwenda kukabia juu na nyakati za kutunza nguvu yao, huenda hata ufanisi wa Mudathir usingeonekana, na angeonekana kuwa ni mchezaji ambaye ana struggle. Lakini Mudathir alionekana kuwa na game nzuri, hakuonekana kuwa ana struggle, kwa sababu muundo ambao Pedro Goncalves aliotengeneza, collective fitness ambao mwalimu alikuwa anaitaka timu inapokuwa na mpira na ilipokuwa haina mpira, ni vitu ambavyo vilikuwa vinamlinda Mudathir. Na yeye pia alikuwa analindwa na ule muundo. Hakuwa ni mtu ambaye anapewa majukumu ya kukimbia kila sehemu, kuweka tu pressure kila sehemu. Muundo ulikuwa unamsaidia kuchagua nyakati za kwenda kuweka pressure kwa Mohamed Rimat. Muundo ulikuwa unamchagulia nyakati za kuhakikisha kwamba anakuwa karibu na Duke Abuya, wanafunga nafasi katikati, timu inakuwa ngumu kupitika. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba sio kwamba labda utimamu wa mwili wa wachezaji wa Young Africans umebadilika kwa kiasi kikubwa ndani ya mechi moja, lakini mwalimu alitengeneza utaratibu wa kuifanya timu iwe karibu, watumie kitu kinachoitwa collective fitness, kitu ambacho kinakwenda kufidia changamoto za utimamu wa mchezaji mmoja kwenye kikosi chao, kitu ambacho kilidhihirika kwenye michezo kadhaa kuelekea kwenye mchezo huu. Na hicho ndicho ambacho kilikwenda kuwafanya Young Africans waonekane kuwa na utimamu ambao uliweza kusustain kuanzia mwanzo mpaka mwisho.